Baada ya dunia kuangamia kutokana na tukio la kutoweka kwa binadamu, liliundwa eneo maalum chini ya ardhi kwa ajili ya kutunza vijusi, yani embryos. Sasa humu kuna vijusi 63,000 na hakuna binadamu yoyote bado. Lakini robot aitwaye Mother, ambaye dhamira yake kuu ni kulea kizazi kipya cha binadamu, anajiandaa kumlea binadamu wa kwanza baada ya tukio la kuangamia kwa dunia. Hivyo anafungua vyombo vinavyohifadhi vijusi, anatoa cha kwanza na anakitia ndani ya chumba cha ukuaji wa mimba. Kijusi hicho kitakuwa na kuwa mtoto ndani ya saa 24 tu ndani ya tumbo la bandia. Mother anasubiri kwa uvumilivu huku mabomu yakilipuka nje ya kituo. Mara tu kijusi kinapokuwa na kuwa mtoto, Mother anaweza kuanza kumlea mtoto huyo kuwa binadamu. Mlolongo unaofuata wa filamu unaonyesha hatua kamili ya ukuaji wa mtoto. Mtoto anaonekana akichukua hatua zake za kwanza, akicheka na kulia, akikimbia huku na kucheza, yote chini ya uangalizi wa karibu wa Mother. Mtoto anageuka kuwa binti mdogo kwa muda mfupi na anaonekana akitengeneza wanyama wa origami pamoja na Mother, akicheza ballet na kuweka vibandiko juu ya robot. Siku moja mtoto anamuuliza Mother kwa nini hakuna watoto wengine hapo, na Mother anampeleka kwenye chumba cha vijusi ili kumuonyesha ndugu zake wengine. Siku 13,867 baada ya tukio, kituo cha kurejesha idadi ya watu sasa kina mkazi mmoja, binti anayeitwa Dota. Tayari ni kijana, anaamka na kutazama baadhi ya video kwenye kifaa chake cha tablet huku akila kifungua chanwa. Mother anaingia na mkono wake unaanza kupata hitilafu, hivyo Dota anasisitiza kuuangalia. Dota anarekebisha mkono wa Mother uliokuwa na hitilafu bila tatizo. Baadaye Dota anazidi kujishughulisha sana na mazoezi yake ya ballet na anachelewa kwa darasa lake la maadili pamoja na Mother. Robot aitwaye Mother anamwomba atatue hali ngumu ya kufikirika, lakini binti anavurugika na mawazo yake. Hatimaye wanapokuwa na mjadala kuhusu somo hilo, inaonekana wazi kuwa lengo kuu la Mother katika elimu yake ni dhana ya ubinadamu na kuendelea kuishi. Mother ana wasiwasi kuhusu jinsi anavyojibu swali hilo kwa sababu binti ana mtihani muhimu unaokuja hivi karibuni utakaoonyesha ufanisi wa malezi yake. Usiku huo Dota anapata ugumu kidogo kulala, hivyo anatazama baadhi ya video mpaka umeme unakatika ndani ya kituo. Anaenda kumtafuta Mother, lakini muda mfupi baadaye anatambua kuwa naye pia hana nguvu. Kisha Dota anapata waya wa umeme uliokatika na anasikia panya akikimbia huku na huku. Anaweka mtego na anafanikiwa kurekebisha tatizo la umeme. Wakati anasubiri umeme urejee kikamilifu, Mother pia anafanya kazi. Mother anampata Dota na binti anamuonyesha huyo panya. Kiumbe kile kidogo kinamfanya Mother awe na wasiwasi kwa sababu inaweza kumaanisha kuwa kuna ufaa kwenye mlango wa hewa wa kituo, ambayo ingemaanisha kuwa maambukizi kutoka hewani nje yanaweza kuingia ndani na panya huyo anaweza kuwa mbeba wa maambukizi. Licha ya pingamizi la Dota, Mother anamteketeza panya huyo kwa moto, akieleza jinsi uchafuzi wa kituo unaweza kuwa hatari si tu kwake bali pia na vijusi. Mother pia anasafisha mlango wa hewa na kuweka eneo hilo kwenye karantini. Siku chache baadaye wanasherehekea siku ya kuzaliwa ya binti anayeitwa Dota na robot anayeitwa Mother anampa zawadi. Wakati wa chakula cha jioni ya siku ya kuzaliwa ya Dota, anamuuliza Mother kama kuna uwezekano kwamba amekosea kuhusu hali ya sayari kukalika na binadamu, lakini robot huyo anamkumbusha tu kwamba hajawahi kukosea katika jambo lolote hadi sasa. Usiku huo huo, Dota anasikia kitu kikitoka upande wa mlango wa hewa. Anaenda kuangalia na asipoona chochote kupitia lango la kwanza, anavaa suti ya kujikinga. Anasikia tena kitu nje na licha ya kujua si sahihi kufanya hivyo, anavua barakoa na kufungua lango la kwanza. Dota anasogea karibu na lango la pili anaposikia mwanamke akipiga kelele akiomba msaada, akisema kwamba amepigwa risasi. Dota haraka anachukua suti nyingine, anaweka ndani ya mlango wa hewa na mara tu mwanamke huyo anapoingia salama, anafungua. Ghafla kengele ya hatari inalia na kumwamsha pia Mother. Mwanamke anaingia kwenye mlango wa hewa na Dota anamwambia avae suti, lakini mwanamke huyo anamsihi asimwambie Mother. Dota anakubali na robot anapofika anasema kwamba alifungua mlango kwa sekunde chache tu. Mother anamkemea na kama adhabu anaamua kumpa mtihani muhimu papo hapo. Katika tukio linalofuata, wote wako darasani na Mother anampa Dota mtihani wa kuumaliza ndani ya saa moja huku yeye akienda kushughulikia mambo mengine. Mara tu Mother anapoondoka, Dota anarudi kwenye mlango wa hewa na kumkuta mwanamke hule akiwa hajitambui. Anachambua begi lake, anapata bunduki ambayo anaificha kisha anamwamsha. Dota anamwambia atampa dawa zote anazohitaji lakini hawawezi kubaki hapo. Mwanamke anaona maji na anajaribu kuvua barakoa akimwambia Dota kwamba amedanganywa kuhusu maambukizi. Dota anafanikiwa kumficha katika sehemu nyingine ya kituo kabla Mother hajarudi. Dota anarudi kwenye mlango wa hewa na kumwacha mwanamke hapo ili apate dawa huku yeye akikusanya vitu vyote anavyohitaji kutoka chumba cha matibabu. Mother anapata barakoa karibu na mlango wa hewa. Dota anavunja chupa moja ya dawa na kujikata nayo anaposikia Mother akipita karibu. Mwanamke anachukua sehemu iliyobaki ya suti na anamwona Mother akichoma barakoa kwenye tanuri la kuchomea taka. Anachanganyikiwa na kuanza kutafuta bunduki yake. Dota anaporudi, mwanamke anamvamiza na kumwomba bunduki yake.
akimwambia kuhusu robot aliyemuona. Dota anasema huyo ni Mother, lakini mwanamke anamwambia kwamba robot kama Mother ndiye aliyemdhuru. Wakati huo huo, Mother anatambua kwamba Dota hafanyi mtihani wake na anakuja kumtafuta. Mwanamke anasikia anakuja, anachukua bunduki na Dota anapomuita robot anamkamata pia. Mother anakimbia kwa kasi kuelekea walipo na mara tu anaingia chumba, mwanamke anampiga risasi kabla hajafanya madhara makubwa. Ila Mother anamfikia na kumdhoofisha papo hapo. Dota anamsihi asimuue mwanamke na anamwambia anahitaji msaada wao kwa sababu amejeruhiwa. Mother hana tatizo kumsaidia mwanamke, lakini ana tatizo na Dota kwa sababu kumdanganya. Wanampeleka kwenye chumba cha matibabu, lakini Mother anamwacha Dota nje kwa sababu hawezi kusikia kinachoongea humo. Kwa hivyo Mother anapata hurua kumhoji mwanamke huku anamtibu jeraha. Mwanamke anakataa kutumia penicillin kwa jeraha lake na Mother anapoendelea kuzungumza naye anasema kwamba hadithi ya maambukizi ilikuwa uongo wa lazima ili kumlinda Dota dhidi ya mambo fulani. Mother anamwambia mwanamke kwamba lengo lake kuu ni kulinda ubinadamu, lakini ikiwa anakataa matibabu ya jeraha lake, Mother hawezi kumlazimisha kuyakubali. Anatoka kwenye chumba cha matibabu akiwa na Dota akimkimbilia nyuma yake na kumuuliza kuhusu mazungumzo yao. Mother anaweka mbali bunduki na anaanza kumweleza toleo lake la hadithi kuhusu robot. Anamwambia Dota kwa nini alilazimika kumdanganya ili kumlinda dhidi ya hatari zilizoko nje ya kituo. Zaidi ya hapo, anasema kwamba kanuni zinazoongoza droids za nje ni tofauti na zile za ndani ya kituo. Dota anapata ugumu wa kuelewa taarifa mpya, lakini bado anamwamini Mother ambaye anamwambia kwamba kama mwanamke huyo angefyatua risasi kwa milimita chache zaidi, angeharibu CPU yake. Mother akiwa anashughulikia jeraha la mkono wa Dota anamuuliza kama mwanamke huyo alitaja watu wengine walionusurika ambao wanaweza pia kusaidiwa. Kwa ushirikiano huo, Dota anafikiri kwamba mwanamke huyo anaweza kumsikiliza yeye zaidi kuliko Mother. Baadaye, Dota anachunguza begi la mwanamke huyo na kati ya vitu vidogo vidogo anapata kitabu chenye picha za michoro ya watu. Dota anafungua kitabu hicho na kuona picha moja inayomvutia sana. Kisha anaenda kwenye chumba cha matibabu kumzungumzia mwanamke na kumuuliza kuhusu watu hao. Mashaka ya mwanamke kuhusu Mother yanaonekana pia katika mazungumzo yake na Dota, ikifikiri kuwa Mother ndiye aliyemwambia apekue vitu vyake na kumhoji, na kwa kweli si makosa kwa sababu Mother alimshawishi kufanya hivyo. Hata hivyo, Dota alikuwa tu na hamu ya kujua kuhusu mwanamke huyo na hivyo anakuwa rahisi kushawishika. Baadaye, Dota anasimama imara akimtetea Mother wakati mwanamke anapomweleza kuhusu mambo mabaya ambayo droids wamefanya. Baada ya mazungumzo hayo, Dota anamkuta Mother akiwa anajirekebisha na anamwomba msamaha kwa kumruhusu mwanamke kuingia bila kufikiria matokeo. Kama kawaida, Mother anaonyesha uelewa na anamruhusu Dota kuuliza maswali yote kuhusu kufanana kati yake na droids wengine. Maswali ya Dota yanaonekana kama changamoto, lakini Mother anakwepa yote hayo na hata anafanikiwa kujifunza baadhi ya mambo pia kutoka kwa Dota. Hatimaye, Dota anamwambia Mother kwamba mwanamke anaendelea kuwa mbaya zaidi. Wote wanaenda kumuona Mother na Mother anamwambia mwanamke kwamba amechelewa sana kutumia penicillin, hivyo sasa anatakiwa kufanyiwa upasuaji, la usivyo maambukizi yatazidi. Mwanamke anakataa kumruhusu Mother kumgusa na Dota anajitolea kufanya upasuaji huo badala yake. Kisha Dota anaonekana akichunguza jeraha na kumwambia Mother mahali risasi ilipojikita ndani ya mwili wa mwanamke. Anaona njia bora ya kuiondoa ni kwa kuchimba na kuitoa hivyo. Hata hivyo, mwanamke anakataa gharama, jambo ambalo linafanya utaratibu kuwa wa maumivu makali sana kwake. Anashindwa hata kuvumilia wakati Dota anakiingiza drill na kwa utalifu anafanya upasuaji huo na kuiondoa risasi. Baada ya hapo, Dota anapoteza nguvu na anatapika. Baadaye, Dota anasubiri Mother amuke baada ya kupoteza fahamu kutokana na maumivu. Anapoamuka, Dota anamweleza kwamba dawa aliyotumia ni suluhisho la chumvi na hilo linamfanya atulia kidogo. Anampa chakula ambacho mwanamke anakila kwa haraka sana, kisha anamshukuru kwa alichomfanyia. Wanaendelea kuzungumza na kuanza kuwa na ukaribu huku Mother akiwa wanawaangalia kumbali. Siku inayofuata, Dota bado yuko kwenye chumba cha matibabu akiwa na mwanamke. Mwanamke anaendelea kuangalia kitabu cha picha na Dota anaona hiyo kama nafasi ya kumwambia kwamba wanaweza kuwahifadhi walionusurika ndani ya kituo kama atawapa taarifa zao. Mwanamke anamwamini Dota lakini hamwamini robot na anamwambia kwamba chochote atakachomwambia kuhusu watu hao lazima kibaki siri. Wakati binti anakubali, mwanamke anamweleza kuhusu kambi iliyopo kwenye migodi ambako alitumia sehemu kubwa ya maisha yake. Kisha anamwambia kwamba alifika kwenye kituo hicho akitoroka kutoka kwa roboti waliomuua kaka yake wa kambo. Anamwonyesha Dota picha za kaka huyo na mke wake zilizo kwenye kitabu chake na anamwambia kwamba wazazi wake wa kambo walimlea kama mtoto wao mwenyewe baada ya kuwa yatima. Dota anauliza kuhusu picha ya kijana aliyokuwa ameiona kabla na mwanamke anamwambia kwamba kijana huyo ana umri sawa na wake. Binti anaendelea kusisitiza kwamba wanapaswa kuwapeleka walionusurika kwenye kituo hicho, lakini mwanamke anampa chaguo mbadala la yeye kujiunga nao kwenye migodi ambako ni salama zaidi. Mother anaingilia mazungumzo yao na kumwambia Dota kwamba mwanamke anahitaji kupumzika na yeye mwenyewe anahitaji kufanya mtihani wake. Wakati wanaondoka kwenye chumba cha matibabu, Mother anamwambia Dota kwamba risasi iliyompiga kifuani inalingana na ile aliyotoa kutoka kwenye jeraha lake. Anasema kwamba droids hazitumia aina hiyo ya bunduki, hivyo anaashiria kwamba kuna binadamu mwingine huenda ndiye aliyempiga mwanamke huyo, labda kwa sababu nzuri. Dota anastuka na taarifa
taarifa hiyo, lakini bado hajafichua siri ya mwanamke. Mtihani muhimu wa Dota unajengwa juu ya maswali ya kisaikolojia na maadili, ukichunguza uwezo wake wa hukumu na kiwango cha huruma. Wakati huo huo, Mother anachunguza vitu vya mwanamke na anawashilia mtatiliaji ambao atakitumia kumfuatilia baadaye. Sehemu mbili za mwisho za mtihani ni za kimwili na kitabibu, na baada ya kukamilika, Mother anamwambia Dota kwamba matokeo yake ni bora zaidi kuliko wakati wa Wofe. Kama zawadi, anamruhusu achague kijusi kimoja kati ya vingi ili aweze kupata ndugu, jambo ambalo Dota amekuwa akilitamani sana. Mother anamsifu kwa uvumilivu wake kwa miaka mingi na kuonyesha tabia nzuri. Dota anachagua kijusi cha kiume na kukiweka kwenye chumba cha ukuaji, na hivyo kukiweka kipima muda cha saa 24 hadi mtoto kukamilika. Mother na Dota wanapata muda mzuri pamoja. Baadaye mwanamke anatengeneza silaha. Dota anapokuja kwenye chumba cha matibabu kumkabili, mwanamke anamfanya anze kutilia hashaka hadithi ya Mother kuhusu risasi, akimshawishi achunguzi mwenyewe. Usiku huo, Dota anatumia mkono wa Mother ulioharibika kufungua kabati ambako risasi zimehifadhiwa, naye akilinganisha anagundua kwamba risasi hizo ni za ukubwa kabisa tofauti. Hivyo Mother alikuwa amemdanganya. Akiwa bado kwenye chumba cha kuhifadhi, Dota anapata draw isiyo na lebo na ndani yake anakuta nyaraka zilizoandikwa kuhusu kijusi namba 2. Anachunguza vyombo vya vijusi na anagundua kwamba yeye hakuwa wa kwanza bali watatu kutoka kwenye kundi hilo. Nyaraka zinaonyesha somo hilo lilikuwa limefeli, lakini picha ya mtoto kwenye faili inafanana na yeye alipokuwa mdogo. Pia anaangalia mahali pa kuchomea taka na anapata mfupa wa tawa ya binadamu kati ya majivu. Nyaraka zinaonyesha somo hilo kuwa lilikatishwa njiani. Taarifa hizi zinavunja kabisa ulimwengu wa Dota na anarudi kumwona mwanamke akikiri kwamba alikuwa sahihi kuhusu kila kitu. Mwanamke anamwambia kwamba kila anachohisi ni cha kawaida na cha kibinadamu, tofauti na Mother ambaye hawezi kuwa na hisia kwake kwa sababu hawezi kuwa nazo. Hilo linamfanya Dota aulize ni muda gani watachukua kufika kwenye migodi kwa sababu tayari ameamua kwenda naye. Hata hivyo, anataka kusubiri hadi kaka yake wa baadaye akuwe kwanza ili aweze kumchukua pamoja naye. Hana hofu kuhusu kumwacha Mother tu, bali pia kuhusu wengine. Mwanamke anamwambia kwamba wanaweza kuondoka sasa na kupata msaada wa kutoka kwa watu wa migodi, lakini Dota anasisitiza kwamba watasubiri hadi kaka yake azaliwe kisha watarudi baadaye kuwachukua wengine. Siku inayofuata, Dota anapakia vifaa kwa ajili ya safari yao. Mother anamkuta akifanya hivyo na Dota anamdanganya akisema kwamba anachukua vitu hivyo ili kutumia muda na kaka yake. Mother anamchukua kwenda jikoni na kumwonyesha jinsi ya kuchanganya formula yake. Dota anapata wasiwasi akiwa karibu na Mother, lakini Mother anamfariji kwa kumwambia kwamba atakuwa dada mzuri sana. Baada ya hapo, Mother anatoka jikoni na kumfungia Dota ndani kwa sababu anajua mpango wake. Kisha Mother anaenda kwenye chumba cha matibabu kumkabili mwanamke huyo, huku Dota akijaribu kujifungulia kutoka jikoni. Dota haraka anagundua jinsi ya kutumia aina fulani ya gesi kugandisha kioo na kisha kukivunja. Wakati huo huo, Mother anachezesha rekodi ya mazungumzo ya mwanamke na Dota, akimjulisha kwamba anajua mpango wao. Mother hataki Dota awe na maisha ya mateso kama ya mwanamke huyo na hawezi kumruhusu aondoke. Ghafla, mwanamke anaona nafasi ya kumshambulia na anafanikiwa kumdhoofisha robot kwa muda mfupi, lakini Mother anaendelea na kumshika kooni. Wakati huo huo, Dota anafikiria kuwasha kengele ya moto, jambo linalovutia usikivu wa Mother, na anamwachia mwanamke huyo ili akaangalie tukio la moto. Robot anapokwenda kuchunguza uwezekano wa moto, mwanamke anatoroka na anamkuta Dota ndani ya mzunguko wa njia za kituo. Anamshawishi kwamba kama watatoroka sasa na kwenda kuwatafuta watu wa migodi kuleta msaada, wataweza kurudi baadaye kuwachukua wengine. Wanafika kwenye mlango wa hewa, lakini Mother anawafikia. Anapomwona kija, mwanamke anamshika Dota kama mateka ili kumlazimisha Mother afungue bila nia ya kumdhuru Dota. Mother anakubali na kufungua na wote wawili wanatoroka kutoka kwenye kituo. Hatimaye Dota anakutana na uhalisia wa maisha ya nje na anamshambulia mwanamke. Mwanamke anamshinda na kumwambia kwamba wanahitaji kutafuta mahali pa kujificha. Wanapoendelea kuelekea wanakokwenda, mara moja wanagundua kwamba wamefuatiliwa na droids, hivyo wanajificha kwenye shamba la mahindi ili kuwazuia wasiwafuatilie. Dota anauliza kuhusu shamba hilo na mwanamke anamwambia kwamba lilitokea pamoja na droid nyingine kama miezi 6 iliyopita. Kabla ya hapo, binadamu hawangeweza hata kupumua hewa vizuri. Baada ya safari ndefu kupitia ardhi iliyoharibika, wanafika ufukoni wa bahari na meli kubwa iliyoharibika na makontena mengi ya mizigo. Hii ni mara ya kwanza kwa Dota kuona bahari. Haichukui muda kuelewa kwamba mwanamke anaishi ndani ya moja ya makontena pamoja na mbwa. Mwanamke anakiri kwamba alitoroka kutoka migodi miaka mingi iliyopita kwa sababu watu walioko hapo walianza kutendeana vibaya baada ya njaa kuanza. Anamwambia Dota kwamba hakuna matumaini ya kuwapata waliobaki kwa sababu tayari wamekuwa wazanzi. Dota anashangazwa na hali ya maisha ya nje aliyoiona na anajisikia vibaya kwa kumwacha kaka yake nyuma hata kama mwanamke anajaribu kumshawishi abaki. Hatimaye Dota anamwacha mwanamke nyuma na anarudi kwenye kituo peke yake. Anapofika karibu na kituo, droids walinzi wanamlenga moja kwa moja kwenye kifua kwa silaha zao. Hata hivyo, anapodai kuzungumza na Mother, wanamruhusu apite bila tatizo. Mlango unafunguka na anaingia ndani, kisha mara moja anaudhofisha ili kuzuia droids wengine wasiingie. Dota anachukua shoka na anaanza kumtafuta Mother. Akiwa njiani, anasikia mtoto akilia na Mother akimwambia kwamba anafurahi kuwa naye salama nyumbani. Anapochungulia, anamuona Mother akiwa na mtoto wake mpya. Dota anaamua kwamba anataka kumuona mtoto huyo karibu zaidi. Mother anamwambia asogee karibu, lakini aache shoka lake. Mother anaendelea kueleza
kueleza kusudi lake na kusudi la kituo hicho. Mother anaeleza kwamba lengo lake lilikuwa kuunda binadamu bora zaidi, walioboreshwa kuliko wale walioharibu ulimwengu na hatimaye kujiharibu wenyewe. Anasema kwamba ingawa yeye ndiye aliyesababisha tukio la kutoweka kwa binadamu wa zamani, alifanya hivyo ili kuinua ubinadamu waliomuumba kwenda kiwango cha juu zaidi ya maendeleo. Daughter anaomba kumshika mkaka yake na anamsogelea Mother, kisha anaacha shoka lake kana kwamba tayari ameamua nini kinapaswa kufanyika kwa ajili ya mustakabali. Mother anamuita mtoto huyo mkamilifu na Daughter anamkabili kuhusu jinsi alivyowatendea watoto wengine waliomtangulia. Mother anamwambia amembana mtoto huyo sana na anasogea kumkaribia. Daughter anatoroka chumbani na kumfungia Mother ndani kwa kutumia mlango. Anaingia chumba kingine na kuchukua bunduki, huku droids wengine wakianza kuvunja mlango wa airlock. Mother anajaribu kujitoa kwenye mlango uliomfunga, na wakati huo Daughter anasimama mbele yake akiwa na bunduki akimwambia awasimamishe wengine. Mother anamueleza kwamba hakuna tofauti kati yake na droids wengine wa duniani. Wote ni roboti mmoja anayetumia ufahamu mmoja kwenye miili mingi. Daughter anashusha bunduki yake akitambua kwamba Mother ndiye aliyewaua binadamu wengine wote. Mother anampa chaguo, abaki naye akimlea mkaka yake au aondoke bila mtoto huyo. Daughter anampa chaguo la tatu, kwamba yeye mwenyewe atamlea mtoto huyo akifanya kile alichofunzwa kufanya. Anamuomba Mother ampe nafasi ya kuonyesha uwezo wake. Droids wanaendelea kuvunja mlango wa airlock. Mother anamuonyesha jinsi ya kumzima na Daughter anampiga risasi kwenye CPU yake akisema kwamba hatamuhitaji tena. Mother anaanguka na Daughter analia akiwa amebeba mzigo wa ubinadamu wote juu yake. Wakati huo mwanamke anapata kifuatiliaji kwenye begi lake na Mother anaonekana akifika kwake katika mwili wa droid nyingine akimwambia kwamba ametimiza kusudi lake, akimaanisha kwamba alikuwa mmoja wa watoto wa majaribio waliotangulia kabla ya Daughter. Mwisho wa filamu, Daughter anaonekana akimwimbia mkaka yake, kisha anaangalia vijusi vingine vilivyobaki ndani ya kituo.